Sikiza, haijalishi wewe ni mfupi, lakini nataka nikwambie, ili mradi uko kwenye dunia hii, kwa sababu uko kwenye dunia hii, Bwana ana mpango na wewe katika dunia hii. Sikia, inawezekana wewe ni mlemavu wa ngozi, lakini nataka nikwambie, kama ulizaliwa kwenye dunia hii, unapumua bado, upo mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Alitokea mtu mmoja ametuma kutoka kwa Bwana, jina lake alikuwa anaitwa Yohana. Yeye alikuja kwa kusudi moja tu, kwa ajili ya kufanya maandalizi. Neno la Mungu linasema alikuja kwa kusudi moja tu, yeye aje kufanya preparation, maandalizi kwa ajili ya Yesu Kristo atakapokuja duniani. Maana yake Yohana alimtangulia Yesu kabla hajazaliwa. Yohana alizaliwa akamtangulia Yesu kabla Yesu hajazaliwa. Inawezekana umezaliwa ili uweje kuwa mwinjilisti. Inawezekana umezaliwa ili kusudi uwe kuwa mchungaji. Inawezekana umezaliwa ili kusudi uwe ni mtu fulani mfanyabiashara. Nataka nikwambie, lazima ujue na sababu ya wewe kuzaliwa kwenye dunia. Bwana Yesu asifiwe sana, wana na binti za Mungu. Napenda nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahala ambapo ulipo unaponitazama katika bara la Afrika ama bara la Amerika. Mungu akubariki na Mungu akuinue, akutie mafuta ya namna ya kipekee. Hata kama hali yako ya afya haiko vizuri, lakini Mwenyezi Mungu apate kukubariki sana. Jina la Bwana ni aminifu, kwa sababu kila anayelikimbilia jina hili lazima limtoe katika changamoto ambayo alionayo. Kwa hiyo amini wewe ambaye unapitia changamoto na dhoruba, Mungu ukimwamini, ambapo kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareti lazima utapokea uponyaji. Kwa hiyo Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni yule mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian, nipo katika nchi ya Tanzania, na leo nimekuja tena, ninahitaji kusema na wewe kwa habari ya ujumbe wa nyakati za mwisho. Wewe rafiki yangu unanitazama katika bara la Afrika ama bara la Amerika, Mungu akubariki sana. Na siku ya leo Mungu ametupa nafasi, hata kama ni mgonjwa uko hospitali, nataka tu nikwambie, kwa kulikiri na kuliamini jina la Yesu utapokea uponyaji. Mahala ulipo tu, Mungu anasubiria moyo wako na akili yako uzielekeze katika jina lake na kuliamini. Nataka nikwambie kwamba hata kama madaktari wamepima na wamekupima, wamesema hautapona kamwe, nataka nikuhakikishie kwamba kwa kulikiri jina la Yesu Kristo, mahala ulipo, uponyaji upo kwenye dunia hii. Maana yake kwamba Kristo alipoangikwa katika msalaba, neno la Mungu linasema akapaza sauti yake akasema, Eloi Eloi, Mungu wangu mbona umeniacha? Lakini ilipofika saa 6 za mchana, ilikuwa ni mchana kabisa, jua linawaka, lakini ghafla alipokata roho yake, alipokaribia kukata roho yake, akasema yote yamekwisha, yote yamekwisha. Maana yake ni kwamba kila kitu amekwisha kukifanya katika dunia hii. Kwa hiyo wewe ambaye unaumwa, madaktari wamekwambia hautapona. Haijalishi ni ugonjwa ambao unaondoka na watu wengi, umeupata huenda kwa bahati mbaya, umeupata kwa changamoto fulani. Nataka nikutangazie kwamba baada ya Yesu kusema yote yamekwisha, alimaanisha yote vimekwisha kufanyika kwenye dunia hii kwa kila yeyote atakayemtumainia Kristo, kwa kila ambaye anayemwamini Kristo. Maana yake ugonjwa hautaweza kukuondoa duniani, hata kama wengine umeondoa ugonjwa. Kwa kulitumainia jina hile ambalo lilikubali kudhalauliwa, jina la Yesu akaangikwa katika msalaba afe kwa ajili yako. Alikufa msalabani ili ugonjwa wako unaokutesa uweze kupona, ili shida ulionayo utoke kwenye shida, ili mapepo yanayokutesa kuondoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hili jina ni jina lenye nguvu, maana jina hili limepata dhamana kuliko majina yote. Unapoliamini jina hili ambalo mwenye jina hilo alimwaga damu yake kwenye msalaba, ili kila mmoja anayekubali kuliamini jina hili, ile damu iliyomwagika msalabani inayo nguvu, ambayo hiyo damu mpaka sasa hivi inanena mema kwako wewe ukiamini jina la Yesu. Damu ile iliyomwagika msalabani katika miaka 2000 iliyopita inafanya kazi hata sasa hivi, inafanya kazi. Japokuwa ilimwagika damu hii katika msalaba, katika
hapo fuvu la kichwa. Nataka nikwambie bado damu yake duniani kwa kila mmoja ambaye analiamini jina la Yesu anapokea uponyaji. Nataka nikwambie hata kama uko kwenye jaribu zito kiasi gani, kifo cha Yesu msalabani kinadhihirisha nguvu ya kila mmoja atakayekiri jina la Yesu. Haijalishi yuko kwenye jaribu la namna gani, nataka nikwambie yeye ni Mungu pamoja nasi, pamoja na mwanadamu. Kwa jina jingine inaitwa Emmanuel, maana yake ni Mungu pamoja nasi. Maana yake kwamba wanadamu wanaweza kuwa wamekuacha kabisa, mume wako anaweza kuwa amekuacha, mke wako anaweza kuwa amekuacha, rafiki yako anaweza kuwa amekutenga, watu wamekutenga kwa sababu ya udhaifu fulani, lakini Biblia inasema yeye alipewa jina na likakirimiwa hilo jina. Jina lina mamlaka na akapewa jina ambalo la kipekee, Emmanuel. Emmanuel maana yake ni Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo wewe kama umetengwa, unasikia upweke, unasikia kuachwa, unajisikia kuishiwa nguvu, uko peke yako, hakuna mtu wa kukufariji, jina la Yesu ukirikiri na kuliamini, yeye atakuwa pamoja na wewe. Yeye ni mfariji. Ndani yake jina la Yesu lina mantiki kubwa, linaweza kukufariji. Hili jina lina namna ya kufariji kwa namna ambavyo mwanadamu hawezi kukufariji. Mwanadamu unaweza ukamfuata mchungaji akakufariji kwa namna chache, labda uko ofisini mwake anakushauri, ukapokea ushauri wake akakufariji. Nataka nikwambie faraja ya mchungaji inaweza ikakomea unapotoka tu kwenye ofisi yake. Majonzi yakabaki pale pale, upweke ukabaki pale pale, stress zikabaki pale pale. Lakini kila ambaye analikimbilia na kuliamini jina la Yesu, yeyote mwenye ukiwa, yeyote mwenye simanzi, yeyote mwenye upweke, yeyote mwenye kutengwa, jina la Yesu ni jina lenye faraja, maana ni Mungu pamoja nasi. Je, unapita kwenye shida? Je, umetengwa? Je, umeachwa? Je, umezalauliwa? Nataka nikutangazie kwa mamlaka ya jina la Yesu, hili ambalo mimi nimeliamini katika changamoto zangu zote za ulimwengu huu, limenitoa kwenye majonzi, limenitoa kwenye mapito, limenitoa kwenye magonjwa. Na wewe uliyeko hapa ukirikiri jina hili la Yesu, nataka nikutangazie uponyaji, faraja, kila aina ya mambo unayohitaji yaliyo mema mbele zake utayapokea. Haleluya, haleluya. Nazungumza na mama ambaye amekata tamaa. Mungu akutie nguvu. Usikate tamaa kwa kulikiri jina la Yesu, upatiwe nguvu ndani ya jina hili, ukainuke tena uangaze upya. Hili jina la Yesu lina uwezo wa kukupatia nguvu mpya. Wewe uliyezimia moyo, nataka nikwambie jina hili una uwezo wa kuinuka upya tena. Inuka upate nguvu tena, utembee kwa kuliamini jina la Yesu. Ninaongea na mtu ambaye alikuwa hajaliamini jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kila mtu anayeliamini na kulikiri anainuka upya na nguvu mpya. Hata sisi wenyewe ambao tulikuwa tumekata tamaa na maisha kabisa, wengine ukitazama hapa tulikuwa tumekata tamaa tulipolikiri jina la Yesu. Wengine tulitoka duniani huko kwenye mambo mengine mazito katika historia, tulikuwa hata hatujasoma kabisa, hatujaingia darasani. Lakini nataka nikwambie hili jina la Yesu Kristo ni jina ambalo linaweza kukufanya ukaonekana una elimu katika elimu zote za dunia. Na usomaji, hili jina linaweza likakusomesha kwa namna ambavyo usioijua. Sisi ambao hatukusoma katika dunia hii, lakini leo tunasimama kuweza kuleta ujumbe wa Kristo, na tukiwa na elimu ya kimbingu na tuna elimu ya kidunia, ni kwa sababu tunalikiri na kuliamini jina la Yesu. Kwa hiyo wewe ambaye uko na wasiwasi, uko na mashaka, hauna amani ndani ya moyo wako, nataka nikwambie ukiliamini jina la Yesu, haijalishi umesoma, haijalishi uko kwenye mazingira gani, utapokea faraja, utapokea elimu, utapokea kazi yako, utapokea mambo unayoyataka kwa kupitia jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yeyote anayeliamini jina hili, ni jina lenye nguvu. Sifa zake naweza kuzitaja na nisiweze kuzimaliza, maana sifa zimejaa lukuki. Waswahili wanasema lukuki zimejaa, hawezi ukamaliza sifa za jina la Yesu. Tunaweza wahubiri tukahubiri masaa 24,
tukitaja sifa za huyu mwanaume, sifa za jina la Yesu, halifanani na majina ya mitume, halifanani na majina ya malaika, halifanani na majina ya miungu, halifanani na majina ya wanadamu, halifanani na majina ya watu wakuu wa nchi. Ni jina lililobarikiwa, ni jina lililochaguliwa katika mbingu na duniani, ni jina lenye herufi 4 lakini ni la kipekee. Hebu liamini jina la Yesu, uyaone matokeo yalivyo makubwa kwenye ulimwengu huu. Hata kama uko kwenye ulimwengu huu, nataka nikwambie utapokea katika dunia hii baraka za kuliamini jina la Yesu. Lakini pia ukisha kuliamini jina hili, litakufanyia mambo makubwa kwenye dunia hii. Kama ni maisha, litakupa ile jina la Yesu. Umaarufu, litakupa jina la Yesu. Ukuu, litakupa jina la Yesu. Maisha, ndoa, litakupa jina la Yesu. Watoto, litakupa jina la Yesu. Tumia jina la Yesu. Usikubali kutumia waganga wa kienyeji. Lipo jina la Yesu ambalo linazidi uchawi wote duniani. Litumie jina la Yesu. Na nikisema jina la Yesu, limaanishe ndani ya moyo wako. Ukilitaja, ni jina lenye mamlaka na nguvu, linaweza kubadilisha maisha yako. Jina la Yesu ni ngao, ni upinde uwezao kuweza kusaidia katika maisha yako. Hivyo basi, kumbuka tu kwamba kuna namba zangu za simu zinapita hapo chini, ambapo hizi namba ndo tunaelekea kuhitimisha changizo. Lakini kuna watu wamesema, mtumishi, kwa nini unaweka kikomo cha changizo? Kwa sababu kuna wengine bado tunajitafutiza na tuna imani huduma hiyo ina uhitaji, bado ni changa. Nikasema ni kweli. Basi wewe ukiona umepita siku ya changizo tarehe 15 mwezi wa 5 limepita, lakini unatamani kushiriki hili changizo, nataka nikwambie usisite. Endelea kumtumikia Mungu. Maana yake ndani ya huduma nyumbani mwa Bwana kuna mambo mengi yanafanyika katika ile madhabahu. Katika ile huduma inawezesha watu wengi. Tunafanya na kurusha vipindi kwa gharama tofauti tofauti. Kwa hiyo ndio maana nikasema unaweza ukaendelea kuchangia huduma hii mahala popote ulipo, ili kusudi tunapoenda kuendeleza hii huduma, basi kusiwe na uhitaji wowote ule. Hata kama tutakuwa tumefikia kiwango cha ujenzi wa madhabahu katika muda ambao tumeanza kuchangia, basi tunataka nikwambie tu kwamba unaweza ukaendelea kuchangia kwa namna ya muda wote ambavyo Mungu atakubariki. Namba zangu za kuchangia huduma ziko eneo hili hapo. Katika siku ya leo, nataka niseme na wewe ujumbe ambao Bwana amenipatia. Somo langu linasema, je, wewe ni nani katika ulimwengu huu? Je, umekwisha kufahamu umezaliwa kuwa nani katika dunia hii? Nataka niseme neno moja hili. Katika ulimwengu wa leo, wapo wengi hawajui wao ni wakina nani kwenye ulimwengu huu. Lakini kabla ya yote, nataka ufunike macho yako tupate kuomba. Mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu, majira haya umetupa neema yako ya kipekee tena, ili tuweze kusema pamoja na hili kundi, tujifunze kwa pamoja. Roho wako Mtakatifu aliyeshuka kipindi cha Pentekoste, ruhusu akapate kushuka akatufundishe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimeomba nikiamini na kukiri katika jina la Yesu. Amen. Katika siku ya leo, somo langu linasema, je, wewe ni nani katika ulimwengu huu? Inawezekana wewe ni kijana, umekuwa, umri umeendelea kwenda, lakini hautambui ya kwamba wewe umeletwa duniani kwa sababu gani, kwa makusudi gani. Inawezekana wewe ni binti ambapo umezaliwa, lakini umri umeendelea kwenda, hautambui katika ulimwengu huu wewe umezaliwa kwa sababu gani. Nisikie, inawezekana wewe ni baba ambaye umri umekwenda,
umekuwa tayari una watoto na wajukuu, lakini hautambui duniani hapa umeletwa kwa sababu gani za msingi. Hauelewi sababu ya wewe kuzaliwa katika hii dunia. Haujui sababu hii. Inawezekana ni wewe mama, umri wako ni mrefu, umepita umeelekea sana, lakini haujui sababu ya wewe kuendelea kuwa hai katika dunia hii, sababu ya kuzaliwa kwenye dunia hii. Hauelewi, hautambui kabisa ya kwamba wewe una sababu gani ya kuwepo duniani hapa. Nataka nikwambie, mwanadamu yeyote aliyezaliwa kwenye dunia hii hakuja duniani pasipokuwa na sababu. Hakuja duniani pasipokuwepo na sababu, kusudi maalum. Nataka nikwambie, haijalishi ya kwamba ni mtu labda ni mtu mwenye afya ambayo afya yake inaonekana kwenye macho ya kibinadamu ina lose kidogo, lakini kama anapumua katika ulimwengu huu, nataka nikwambie Kristo aliruhusu atokee duniani. Upo mpango wa kipekee. Sikiza, haijalishi wewe ni mfupi, lakini nataka nikwambie, ili mradi uko kwenye dunia hii, kwa sababu uko kwenye dunia hii, Bwana ana mpango na wewe katika dunia hii. Sikia, inawezekana wewe ni mlemavu wa ngozi, lakini nataka nikwambie, kama ulizaliwa kwenye dunia hii unapumua bado, upo mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Lipo kusudi. Kuna sababu ya kuzaliwa hivyo ulivyo. Kuna sababu ya kuzaliwa mlemavu hivyo ulivyo, kwa sababu hakuna kiumbe chochote kwenye dunia hii kinazaliwa kinaendelea kupumua, kina pumzi ya Bwana. Wanyama wana sababu, mbwa wana sababu, ndege wana sababu, watu binadamu wana sababu. Hata kiumbe chochote unachokiona kinatambaa, kiumbe kidogo kinatambaa, ili mradi tu kina pumzi, kuna uhai. Sisimizi ana uhai, kwa sababu uhai wowote wa kiumbe chochote chanzo chake ni Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo nataka nikwambie kwako wewe mwanadamu, elewa kwamba hakuna mwanadamu aliyezaliwa katika ulimwengu huu asiwepo na kusudi, asiwepo na sababu. Ila kwa sababu katika ulimwengu tulionao, kutokana na malezi, kutokana na shetani amegandamiza akili ya wanadamu wasielewe makusudi yao ya kuzaliwa katika ulimwengu huu. Lakini nataka nikwambie siku ya leo ni kwamba sisi wanadamu wote tunaotembea duniani hapa, kila mmoja ana sababu ya kuishi duniani, ana sababu maalum. Na ndio maana nataka nikwambie kwamba kuna ukutana na walemavu kabisa. Kuna walemavu unakutana na kirema ambaye anajivuta, mwingine anatembelea ubavu, mwingine anatembelea mikono. Lakini unaweza kujiuliza swali, kwa nini Mungu amemwacha hai huyu mtu? Ni mlemavu kabisa, anajivuta. Nataka nikutangazie, hata kama ni mlemavu anajivuta, hatembei kwa miguu, lakini pumzi ya Mungu iko ndani yake. Maana hata kiwete anayejivuta, ambaye atembei kama wewe, nataka nikwambie mbele za Bwana ni makusudi yake atembee, aendelee kuishi duniani. Na ndio maana nikwambie kwamba hata kama ni mweusi, hata kama ni mweupe, mbele za Mungu, kama unapumua, lipo lengo la Mungu kuruhusu uzaliwe duniani na uendelee kuishi. Inawezekana umezaliwa nchi ya Tanzania, unanitazama hapa, nataka nikutangazia Bwana analo kusudi la wewe kuendelea kuona unaishi Tanzania, na kwa sababu hiyo amekuacha uendelee kuwa hai, amekuepusha na magonjwa, kwa sababu lipo kusudi maalum alilolifanya mpaka akaruhusu uje katika dunia hii. Ni kwa sababu lipo kusudi maalum. Sikiliza nikwambia jambo hili, haijalishi ya kwamba uko katika nchi ya Ulaya, ulikuwa ni mtu ambaye unaishi maisha hapa Afrika, huenda ulikuwa ni Kongo, nyumbani kwenu ilikuwa ni Kongo, lakini kwa sababu ya vita ya Kongo imetokea ukawa mkimbizi na ukaifikia hatua umesafirishwa kupelekwa nchi za Ulaya. Ninaongea na watu wengi ambao ni wa Kongo, wamekuwepo katika ukimbizi kutoka Kongo pale kwa sababu ya vita katika nchi yao, wamejikuta wanaishi kule huko wapi, Ulaya, Marekani, ni kwa sababu ya ukimbizi katika nchi yao. Sasa ngoja nikwambie, hata kama ni mkimbizi, lakini katika ule ukimbizi, ile vita, ukajikuta wewe ni mzima, wengine wakafariki, nataka nikwambie kwa sababu Bwana ameruhusu uwe pale Marekani, katika nchi ambayo ni ya ugeni, wewe ni mkimbizi, lakini kama pumzi ya Bwana imeruhusu uendelee kuvuta pumzi, haukufa kwenye vita, japokuwa wewe unaitwa mkimbizi leo katika nchi yako. Nataka nikwambie kwamba Bwana bado analo kusudi, bado anao mpango, bado analo lengo. Kwa nini umeendelea kuishi duniani? Ipo sababu. Kwa hiyo kila mwanadamu ambaye anaishi katika uso wa dunia hii, kila mwanadamu anayefuta pumzi kwenye dunia hii, haijalishi yana mazingira gani, haijalishi ni maskini, haijalishi ni mtu wa chini, haijalishi ni tajiri, sikia, kila
mwanadamu kwenye chini ya dunia hapa, kuna mpango wa Mungu lazima kwenye maisha yake auelewe. Swali jioni ya leo na mchana wa leo na asubuhi ya leo na usiku wa leo kwamba je, umezaliwa uwe na jambo gani? Kuna sababu gani ya kuendelea kuwepo duniani? Je, unaitambua sababu ya wewe kuwepo duniani? Je, unaijua? Inawezekana hautambui sababu ya wewe kuendelea kuwepo duniani. Inawezekana haujui, umri umekwenda, maisha yanaendelea. Sikia nikwambie, inawezekana umeendelea kuwa na umri unaelekea sana, lakini haujui sababu ya wewe kuwa duniani. Haujui sababu ya kuendelea kuishi duniani. Nataka nikutangazie kwamba kila mwanadamu aliye chini ya jua, anayepumua pumzi, ana sababu ya kuishi duniani. Je, umekwisha kutambua sababu ya wewe kuzaliwa duniani? Kuna watu duniani wameendelea kukua, lakini hawajui sababu ya kuwepo duniani. Nataka nikutangazie jambo hili. Mungu ana mpango na wewe. Haujaja duniani pasipokuwa na sababu. Kila mwanadamu aliyeletwa duniani ana sababu ya kuishi. Kila mwanadamu aliyeko duniani ana sababu ya kuishi. Haijalishi unauza mandazi, kuna sababu ya kuishi. Kusudi la kuuza mandazi, hilo sio kusudi la Mungu. Kuna kusudi la Mungu liko ndani yako. Haujalijua tu na hujataka kulitafuta. Na siku ukilijua hilo kusudi, maisha yako yatabadilika. Kila mmoja atakayetambua nafasi yake, maisha yako yatabadilika. Kuna watu wamejaribu kufanya biashara fulani. Sikia, kuna maisha ambayo umejaribu kufanya biashara fulani, lakini maisha yako yamebadilika. Hayakwenda sawa sawa. Umejaribu biashara za kila namna, lakini biashara zako ziko pale pale. Ni kwa sababu gani? Huenda haujaenda kwenye sekta ama sababu ya maisha ambayo umeyaletewa hapa duniani. Sasa ngoja nikwambie jambo moja. Wewe kwenye maisha yako upo mpango wa Mungu. Lazima ukiujua, maisha yako yatabadilika. Sasa sikiliza vizuri. Katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana moja na ule mstari wa 6, neno la Mungu linasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili alishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Katika mstari wa 9, kulikuwapo nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwenguni ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Katika mstari wa 11, alikuja kwake uwezo wa kufanyika, wala walio wake hawakumpokea. Basi wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioamini jina lake. Katika mstari wa 13, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa Bwana Mungu pekee, atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Ninarudia katika mstari wa 6 ili tuende kwenye somo letu vizuri. Ukumbuke katika habari hii inayozungumziwa hapa. Katika mstari wa 6 Yohana, Injili ya Yohana 11 mstari wa 6 inasema hivi, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo hakuja kwa ushuhuda, alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Mstari wa 8, huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Sasa sikiliza vizuri. Neno la Mungu linasema kwamba palikuwapo mtu aliyetumwa kutoka kwa Mungu, jina lake anaitwa Yohana. Maana yake huyu alikuwa ni Yohana ambaye alikuwa ametumwa na Bwana, ametumwa na Mungu ili awe kama mtangulizi wa Yesu. Yeye alikuja, Yohana huyu alikuwa anakula nzige,
alikuwa anahubiri nyikani, anapaza sauti, ni kama ujumbe wake ambao ulikuwa ulinena habari ya mambo ya kuiandaa njia. Maana yake alipaza sauti ya kwamba itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Maana yake huyo ndio Yohana. Kusudi la Yohana ambalo alikuja nalo ni moja tu, ni kwa ajili ya kuitengeneza, kuandaa mazingira ya Yesu atakapokuja kuzaliwa kwenye uso wa dunia hii. Sikiliza, yeye alikuja kwa sababu moja. Yeye Yohana alizaliwa kwenye dunia hii, na ndio maana neno la Mungu linasema palitokea mtu mmoja ametumwa kutoka kwa Bwana, jina lake alikuwa anaitwa Yohana. Yeye alikuja kwa kusudi moja tu, kwa ajili ya kufanya maandalizi. Neno la Mungu linasema alikuja kwa kusudi moja tu, yeye aje kufanya preparation, maandalizi kwa ajili ya Yesu Kristo atakapokuja duniani. Maana yake Yohana alimtangulia Yesu kabla hajazaliwa. Yohana alizaliwa akamtangulia Yesu kabla Yesu hajazaliwa. Nataka nikwambie kwamba Yohana alikuja kwa kusudi la kumtangulia Yesu, amwandalie njia, amtengenezee, ayanyoshe mabonde, aiziandae njia za wanadamu wakae tayari kumpokea. Sikiliza nikwambie, Yohana alizaliwa duniani kwa kusudi la kuiandaa njia ya Bwana, kuandaa mazingira ya Yesu, kuandaa maandalizi ambayo Yesu atakapokuja. Kuna habari ziwe zimeenea, kuna mambo yawe yameenea, japo kuwa neno linasema walikuwepo wengi walitabiri habari za kuja kwa Yesu, lakini huyu alitangulia, akaja katika Agano Jipya. Tunaona Yohana ambaye alitokea anahubiri habari za toba, habari za maandalizi ya Yesu Kristo, ya kwamba anakuja. Manake yeye Yohana hakuwa na sababu yoyote ile ya kuwepo duniani hapa. Sababu iliyomleta ni kuandaa mazingira ya Yesu kuja duniani, kuja kuifanya kazi yake ya kutukomboa sisi. Sasa sikiliza vizuri, Yohana alipoimaliza kazi yake ya Injili, maandiko yanasema alikatwa kichwa. Yohana alikatwa kichwa. Huyo Yohana ambaye tunamsoma alipomaliza kazi yake ya kuhubiri Injili, ya kuandaa mazingira yake ya kumwandalia Yesu akaonekana, na Yesu akatimiza muda wake ili aianze kazi, akaenda kubatizwa. Na Yohana alipomuona Yesu amezuka kwenye ule mto Jordan, ambapo ndipo Yohana alikuwa anafanya kazi ya kubatizia. Maandiko yanasema Yohana alipomuona Yesu anakuja, maana maeneo hayo ilikuwa ni sehemu ya kubatizia. Maandiko yanasema Yohana akakataa kumbatiza Yesu, kwa maana Yohana alimjua yeye huyo ndiye amemtangulia ili kusudi aandae njia yake. Ndio maana akakataa kumbatiza, akamwambia Yesu, haiwezekani, siwezi kukubatiza wewe, kwa maana wewe uko juu yangu. Na kwa sababu iliandikwa, Yesu akasema ya kwamba ukikataa kunibatiza huna ushirika pamoja na mimi. Na ndipo Yohana akakubali kumbatiza Yesu, na baada ya kumaliza kumbatiza Yesu, sikiliza, Roho wa Mungu akasikika mbele ya ubatizo huo, ambapo kwenye mto Yordani ukisikika mbele yao, wakasema, huyu ndiyo mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yote ambayo atakayoyasema, ambapo yeye ndio Yesu Kristo ambaye alitanguliwa na Yohana. Sikiliza sasa, nazungumza habari ya kusudi la kila mtu anapozaliwa kwenye dunia. Sasa Yohana ameimaliza tu kazi ya kubatiza, ya kumtangulia Yesu, akaandaa mazingira, akaandaa ujumbe, akawaandaa watu, akawabatiza watu. Sasa akaja ambaye alikuwa amemtangulia, aliyekuwa amekuja kwa sababu ya kazi hiyo, akawa amekuja ambaye ndio Yesu. Kilichotokea ni nini? Yohana akakamatwa. Alipokamatwa Yohana akapelekwa katika gereza. Sababu ilitengenezwa, sababu Mungu akiruhusu ufe kwa ajali, utakufa kwa ajali. Mungu akiruhusu ufe kwa ndege, utakufa kwa ndege.
Mungu akiruhusu ufe kwa ugonjwa, utakufa kwa ugonjwa. Mungu akipanga jambo, ili mradi umemaliza kazi hapa duniani, utalala mauti na hakuna wa kugeuza. Nataka nikwambie, Yohana ambaye alikuwa amekuja kutanguliza mazingira ya kuja kuzaliwa Yesu duniani, alipomaliza kufanya kazi, Yohana alikamatwa, akapelekwa gerezani, akafungwa. Maandiko yanasema akakatwa kichwa. Kifo cha Yohana huyu mtangulizi wa Injili, sababu iliyomleta ikaishia pale pale, kwa maana alikuwa tayari ameimaliza kazi yake iliyomleta katika dunia hii, na ndiyo maana alipoteza maisha yake kwa kukatwa kichwa ndani ya gereza. Sasa nataka nikwambie jambo moja, hata wewe kwenye dunia hii umezaliwa na kitu maalum ambacho unatakiwa kukitimiza katika ulimwengu huu. Katika maisha yako lipo jambo ambalo Kristo amelileta kwenye maisha yako, amelitengeneza kwenye maisha yako toka unazaliwa kwenye tumbo la mama yako. Kuna jambo ambalo na kusudi ambalo Bwana ameliweka ndani yako. Inawezekana wewe hapo umezaliwa ili uwe daktari. Inawezekana wewe hapo umezaliwa ili uwe nesi. Inawezekana hapo umezaliwa ili uwe mwalimu. Inawezekana wewe hapo umezaliwa ili uwe rubani. Inawezekana hapo umezaliwa ili uwe mfanyabiashara. Inawezekana hapo umezaliwa ili kusudi uwe ni mtu ambaye ni muombaji katika kuombea watu wengine. Inawezekana umezaliwa ili uwe mtu wa kuwafunza wengine. Maana yake wewe una roho ya walimu ndani yako. Inawezekana umezaliwa ili uwe kuwa mwinjilisti. Inawezekana umezaliwa ili kusudi uwe kuwa mchungaji. Inawezekana umezaliwa ili kusudi uwe ni mtu fulani mfanyabiashara. Nataka nikwambie, lazima ujue na sababu ya wewe kuzaliwa kwenye dunia. Kila mmoja ambaye yuko chini ya dunia, hakuna bahati mbaya ya kuwepo kwenye dunia hii. Kila aliyezaliwa katika ulimwengu huu ana sababu na kusudi la kuishi duniani, na ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa leo. Hakuna mtu ambaye aliyeendelea kupumua duniani hapa asiwe na sababu ya kuendelea na sababu ya kuishi duniani. Hata wewe hapo ulipo, ipo sababu, ipo sababu. Sikiliza nikwambie, kuna watu wameishi kwenye dunia hii, na kwa sababu wameishi kwenye dunia hii, huenda wameingia kwenye biashara wakati Mungu hakuwaumba wawe wafanyabiashara. Inawezekana kuna watu wamekuwa walimu, lakini Mungu hakuwaumba wawe walimu. Inawezekana kuna watu wamekuwa madaktari, lakini Mungu hakuwaumba wawe madaktari. Inawezekana kuna watu wameingia kwenye mambo fulani ya wanasiasa, lakini Mungu hakuwafanya wawe wanasiasa. Inawezekana kuna watu wako kwenye kazi fulani za kiofisi, lakini kumbe Mungu hakuwafanya wawe ni watu wa ofisini. Inawezekana kuna watu wapo ni wachungaji, lakini kumbe duniani hawakuumbwa kwa kusudi la kuwa wachungaji. Inawezekana kuna wainjilisti wanafanya uinjilisti, wanajiita wainjilisti, kumbe Mungu hakuwafinyanga na kuweka kusudi la uinjilisti ndani ya maisha yao kwenye dunia hii. Inawezekana kuna watu wamekuwepo marubani, lakini kumbe Bwana hakuwaumba kuwa marubani. Inawezekana kuna watu wanajiita manabii, lakini kumbe Mungu hakuwaita wawe kuja manabii. Katika dunia hii ya leo kuna watu ambao wako kwenye section ambazo sio za kwao. Kuna watu wanakaa kwenye level ambazo sio za kwao. Wengine wamekaa kwenye vitengo sio za kwao. Wengine wamekuwa wafanya biashara, lakini sio wafanya biashara. Wengine wamekaa kuwa walimu, kumbe sio walimu. Wengine wamekaa kuwa madaktari, kumbe sio madaktari. Wengine wamekaa kuwa manabii, kumbe sio manabii. Wengine wamekaa kuwa wainjilisti, kumbe sio wainjilisti. Nataka nikwambie, katika ulimwengu huu lazima ukubali kutafuta sehemu ambayo Mungu amekuumbia. Ukikaa kwenye sehemu ambapo Mungu hakukusudia, lazima maisha yako yatakuwa tafrani. Maisha yako yatakuwa ya tabu, maisha yako yatakuwa ya shida, maisha yako yatakuwa machozi, maisha yako yatakuwa ya vilio, maisha yako yatakuwa yaeleweki. Nataka nikutangazie, ukitaka maisha yako yaende sawa sawa na kama jinsi unavyohitaji, lazima ukae sawa sawa katika njia ambayo Bwana alikumbia. Ukikaa kwenye section yako, lazima uyaone matokeo.
hata kama Mungu alikusudia wewe uwe mfanyabiashara, hata kama ni kwa kuuza nyanya, kama ni mpango wa Mungu ndio uliosababisha uishi kwenye dunia hii, hata kama unauza nyanya, kama mpango wa Mungu ni huo, utafanikiwa. Kuna watu ambao maisha yao yamekuwa tafulani, ni kwa sababu wako kwenye sekta ambazo sio za kwao, lakini Mungu aliwaumba wakae kwenye sekta fulani. Inawezekana kabisa umehangaika kusoma uwe mwalimu, kumbe wewe ualimu sio kwako. Nataka nikwambie kwamba ukikaa kwenye nafasi yako lazima utamuona Mungu. Ukikaa kwenye nafasi yako lazima utamuona Bwana. Inawezekana kabisa hiyo ndoa mahala ulipo, inawezekana hata mume uliye naye sio wa kwako, ni kwa sababu haukujua mtu aliyeko sahihi ndani ya maisha yako. Unajua unapokaa kwenye nafasi yako, hata mume wako atakuwa ndani ya hiyo nafasi yako. Ukikaa kwenye nafasi ya Mungu aliyokuletea duniani, hata marafiki zako Mungu atakutengenezea marafiki wa kufanana na wewe. Inawezekana unapitia shida, ni kwa sababu umekaa kwenye kitengo cha sio cha kwako ambacho Mungu alikuumbia. Na ndio maana hata marafiki ambao unawapata sio sahihi kwenye maisha yako, wamekusaliti, wamekuumiza. Inawezekana kabisa kwamba unajuta kila siku, unajaribu biashara hii unaiacha, unajaribu biashara hii unaiacha, unajaribu biashara hii unaiacha. Sikiliza nikwambie, sikiliza, sababu ya kutangatanga, kwa sababu leo unafanya biashara hii, leo unafanya biashara hii, ukiulizwa na mtu wewe ni nani, unasema mimi niko kila kitu, mimi huyo ni mfanyabiashara, mimi huyo, mimi ni daktari, mimi huyo, mimi huyo bwana ni mfundi majeneza, mimi huyo ni fundi ujenzi, mimi huyo ni fundi maloli, mimi huyo ni fundi makenika, mimi huyo ni kila kitu. Sikia nikwambie, maisha yako yameharibika ni kwa sababu haujakaa kwenye sekta ya Mungu. Mungu alipokuumba kuna jambo ambalo amekuumbia, kuna nafasi ambayo amekuumbia. Haijalishi kwamba umesoma, haijalishi kwamba hujasoma, haijalishi kwamba umezaliwa kwenye familia duni, lakini ukikaa kwenye familia, ukikaa kwenye nafasi ambayo Bwana amekuumbia, maisha yako yatakuwa mepesi. Kuna watu wanateseka leo, wanalia, wanateseka na maisha yao hayaendi sawa sawa, kwa sababu wameng'ang'ania sehemu zisizo za kwao, kwa sababu wameng'ang'ania ndoa zisizo za kwao, kwa sababu wameng'ang'ania nafasi biashara zisizo za kwao, wameng'ang'ania nafasi ofisini zisizo za kwao. Ukitaka maisha yako yawe na amani, kaa kwenye mpango wa Mungu, kaa kwenye kusudi la Mungu. Ukikaa kwenye kusudi la Mungu, nataka nikwambie, ndani ya moyo wako kutakuwa na amani. Ukikaa kwenye kusudi la Mungu, ndani ya ndoa yako kutakuwa na amani. Ukikaa kwenye kusudi la Mungu, ndani ya maisha yako kutakuwa na amani. Lazima ifikie hatua ukubali kumuuliza Mungu ya kwamba Bwana, kwa nini mimi umeniumba duniani hapa? Kwa nini ninateseka hivi? Kwa nini nalia hivi? Nataka nikutangazie, kilio unacholia sio kwamba ni mpango wa Mungu. Kilio unachoomboleza sio kwamba ni mpango wa Mungu. Sikiliza nikwambie ya kwamba Bwana alikuumba ili uwe na furaha. Mpango wa Mungu sio kulia kwenye maisha yako. Mpango wa Mungu sio kulia machozi, sio kuteseka, sio kulia, sio kupata stress kila siku kunapokucha. Wewe ni mtu wa kuachwa, wewe ni mtu wa kusalitiwa, wewe ni mtu wa kuombaomba, wewe ni mtu wa kujaribu biashara zote haziendi sawa sawa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu haujakaa kwenye sekta yako, ni kwa sababu hujakaa kwenye malango yako, hujakaa kwenye nafasi yako. Lakini kama utakaa kwenye nafasi yako, lazima Mungu atatokea, kwa sababu Mungu alikuumba duniani akakuweka mahala fulani, ya kwamba utakapotambua nafasi ambayo Bwana amekuweka, na ndipo pale baraka zako zilipo. Hata kama wewe ni mwimbaji, nataka nikwambie, huenda umekaa kuwa mwalimu, lakini wewe umeitwa kuwa ni mwimbaji. Nataka nikwambie, ukikaa kwenye nafasi yako, hata kama unaimba flati, kwa sababu Mungu aliruhusu ya kwamba wewe ndio umewekwa kuwa mwimbaji, hivyo watakuelewa, maana hiyo ndio nafasi yako. Hata kama wewe ni umekaa mahala fulani, umeanza kuwa mfanyabiashara, kumbe mfanyabiashara huo sio wa kwako. Nataka nikwambie kwamba ukikaa katika nafasi ya Mungu, haijalishi ya kwamba hiyo nafasi ulionao inaonekana ni dhaifu mbele za watu, inaonekana sio ya kufanikiwa, inaonekana sio ya kuinuka, lakini kama ni mpango wa Mungu ambao uliosababisha ukazaliwa kwenye dunia hii, lazima uinuke, lazima umiliki, lazima utawale, lazima uongoze, lazima uwe mkuu, lazima uwe katika viwango vya juu, kwa maana umekaa
kwenye nafasi ya Mungu aliyosababisha wewe ukazaliwa duniani. Nataka nikutangazie mama, majonzi unayolia sio mpango wa Mungu. Kilio unachoteseka sio mpango wa Mungu. Machozi unayolia sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu, kila mwanadamu chini ya jua afurahi, aone amani, aishi maisha mazuri, aishi kwa furaha. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini kwa sababu shetani ametuhamisha kutoka kwenye nafasi zetu, kutoka kwenye makusudi yetu ambayo Mungu alitumbia, ametupeleka kwenye level nyingine, ametupeleka kwenye nafasi nyingine, na sisi wenyewe tumeendelea kutembea kwenye giza, tumeendelea kutembelea kwenye mambo hayo ambayo yanaendelea kutufanya tuwe na machozi. Na ndio maana tunapotoka kwenye makusudi ya Mungu tunakutana na hatari. Unapotoka kwenye makusudi ya Mungu lazima ukutane na changamoto. Ni kwa sababu hauko kwenye mlango ama kwenye barabara ambayo Mungu alikuumbia. Ukikaa kwenye kusudi la Mungu, lazima baraka zako zikufuate. Ukikaa kwenye kusudi la Mungu, lazima maisha yako yabadilike. Hakuna aliyekaa kwenye mpango wa Mungu, kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yake akabaki kama alivyo. Hata kama hujasoma, hautabaki kama ulivyo. Hata kama ni mtu wa chini kiasi gani, familia yako haieleweki, hautabaki kama ulivyo. Lazima utakuwa mtu wa namna tofauti. Sasa inawezekana tayari uko kwenye nyanja ambazo sizo ambazo Mungu amekumbia, na hapo umenielewa kabisa. Umejaribu biashara za kila namna, umejaribu kila kitu ili kifanikiwe, lakini imeshindikana. Na ndio maana kesho kutwa una biashara hii lakini haifanikiwi. Unashangaa ya kwamba umeanza mradi wa kuchukua labda matunda kutoka mahali fulani, lakini unashangaa katikati ule mtaji unaharibika. Unajua ni kwa sababu gani? Mpango wa Mungu huenda sio mpango wa wewe kuwa mfanyabiashara. Umekaa kwenye nafasi sio kwako. Lakini nataka nikwambie, ukikaa kwenye nafasi ambayo Mungu amekupa, ukijaribu tu kidogo, lazima mambo yatiki. Lazima mambo yakae sawa. Sikiliza, mpango wa Mungu ukisha upata kwenye maisha yako, ukisha uishi kwenye maisha yako, mabadiliko lazima yatokee. Nataka nikutangazie sasa, katika siku ya leo, tambua nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Lazima tukubali kurejea, ukubali kurudi kwenye msalaba wake. Inawezekana upo tayari nje ya mstari wa Mungu, nje ya kusudi la Mungu alilokuumbia. Na kwa sababu upo kwenye kusudi, hauko kwenye kusudi la Mungu alilokuumbia, ipo kazi moja ya kufanya. Ipo kazi moja ya kufanya. Kazi hiyo ambayo Mungu anataka uishi ni moja. Hii kazi moja uishi ni moja. Mpango wa Mungu kwenye maisha yako, ipo kazi moja ambayo Kristo anataka uifanye. Inawezekana upo kwenye sekta sio ya kwako, na ndio maana unahangaika, ndio maana unalia, unaomboleza. Sasa neno la Bwana linasemaje? Wewe ambaye umejikuta uko kwenye malango na njia sizo za kwako, ndio maana unahangaika na maisha, unalia, unateseka. Neno la Mungu linasemaje? Katika Isaya Oye, nikuletee neno hapa. Katika Isaya 1 na ule mstari wa 18, neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama damu, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi, mtangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Mungu anatamka kwa wewe ambaye umeteseka sana siku ya leo. Mungu anasema na wewe. Inawezekana umehangaika na maisha. Inawezekana unatafuta mume. Inawezekana unatafuta mke. Inawezekana unatafuta biashara. Umefanya kila biashara,
umefanya kila mbinu ili ufanikiwe. Lakini watu wale ambao umesoma nao, umeanza nao maisha, wanafanikiwa lakini wao ufanikiwi. Nataka nikutangazie. Neno la Mungu linasema, haya njooni tusemezane. Anasema njoo tusemezane. Njooni tusemezane. Huyu ni Mungu anazungumza. Njoo tusemezane. Njooni tusemezane. Anaposema njoo tusemezane, anamaanisha kwamba leta hoja. Leta hoja, hata kama ni mizigo, hata kama ni dhambi, hata kama ni magonjwa, hata kama ni kila aina ya mambo ambayo yanakufanya ulie. Inawezekana ni huko sasa, hauelewi wewe umezaliwa kwa sababu gani. Yani unaona kwamba wewe ni maskini tu, na imefikia hatua ya kukili. Umekili kabisa kwamba mimi ni mtu wa hivyo hivyo. Kwetu hatuolewi kwa sababu mama yangu hakuolewa kwa shela. Mama yangu alipigiwa mimba nyumbani. Baba yangu alitolosha mwanaume. Yani wewe umechukua historia ya kwenu na umeileta katika maisha yako. Kwa hiyo mtu akikwambia hivi utafanikiwa hivi, anakataa. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu hakukusudia wewe uishi maisha ya baba zako, uishi maisha ya laana, uishi maisha ya magonjwa, uishi maisha ya mateso. Sikiliza, anasema njooni tusemezane. Njooni, haya njooni tusemezane. Nini? Anasema leteni dhambi zenu. Kama ni mizigo, kama ni dhambi, leta. Kama ni hoja zozote, leta, leta, leta. Yeye anazungumza. Njoo sasa. Leta kila kitu. Leta kila kitu. Kama ni dhambi, anasema kwamba atasamehe kila kitu. Anasema yeye anazo nguvu za kufanya operation ya kubadilisha matokeo. Yeye ni mfinyanzi. Manake yeye ni mfinyanzi, ana uwezo wa kubadilisha, kukupeleka kwenye sekta yako aliyoikusudia duniani, na atakapokuhamisha kupeleke kwenye sekta yako utayaona matokeo. Kuna mwingine hapa anaweza akasema, mtumishi sijasoma. Aza sikiliza nikwambie, mimi hapa sijasoma. Ukiniangalia hapa ni kama msomi wa chuo kikuu na madigrii. Na maisha ninayoishi ni maisha ya kimungu, maisha ya kati. Mungu nimemuomba asinipe utajiri, anipe kufanikiwa. Unajua utajiri na kufanikiwa ni vitu viwili tofauti. Kwa Mungu sihitaji utajiri, ninahitaji kufanikiwa. Tunamuomba Mungu kama watumishi wa Mungu wengi, na mimi ni miongoni mwa watu. Siombi utajiri mbele za Bwana, ninaomba kufanikiwa. Kwa hapa nilipo sijasoma. Wewe ambaye unanitazama unajiuliza kwamba inawezekanaje? Ndio maana nakwambia, ukikaa kwenye nafasi yako, ukang'ang'ania nafasi yako, ukajua kusudi la Mungu ni hili, Mungu ndo kaliweka duniani kwa ajili hii, hakuna chochote kitakachosimama mbele yako. Hakuna kitakachozuia nafasi yako ya mafanikio. Hakuna chochote kitakachosimama kuweza kupeperusha maisha yako. Ukikaa kwenye nafasi ambayo Mungu akuitia, haijalishi familia uliyotokea, lazima mabadiliko yatokee. Kila mtu anayezaliwa duniani anapotoka tumboni mwa mama yake, haijalishi mmezaliwa watu 10 ndani ya tumbo la mama yako, wewe una kusudi la kwako peke yako. Ukilitambua kusudi hilo, lazima uwe tofauti na wenzako. Hata kama umezaliwa mapacha, kuna mapacha wanazaliwa, lakini maisha na mifumo ya kimungu haitakuwa sawasawa. Wito na namna ya nguvu za kiroho hazitakuwa sawasawa. Haijalishi mazingira gani waliopo, haijalishi wamezaliwa na wazazi wakoje. Kila mmoja anayezaliwa akimkiri Yesu Kristo, kuna kusudi jema ndani ya maisha yake. Na ndio maana ninasema na wewe jioni ya leo, iwe mchana wa leo, iwe asubuhi ya leo, mahala popote unaponitazama, umekata tamaa, umechanganyikiwa, hauna nyuma wala mbele, na watu wamesema wewe uweze kufanikiwa, na wewe unakiri hivyo, nataka nikutangazie mafanikio yapo, kwa sababu hakuna mtu duniani aliyezaliwa ateseke, azaliwa awe mtu wa kuteseka, kukataliwa, kuombaomba. Bwana sio mpango wake kuombaomba. Bwana sio mpango wake kusindikiza wenzako. Sikiliza nikwambie, kila mmoja chini ya jua amebarikiwa. Kila mmoja chini ya jua ameinuliwa kwa nafasi yake, kwa kitengo chake, kwa sehemu ambapo atakaa kwenye nafasi ya Mungu. Hakuna nafasi ya Mungu hafifu kwenye dunia hii. Mungu hakukuumba uwe namba 2. Mungu aliwafanya wanadamu wote ni namba 1. Wewe haukuumbwa namba 2 wala namba 3 wala namba 4. Sikiliza, Bwana alimfanya kila mwanadamu awe namba 1 duniani. Nataka nikutangazie, wewe sio namba 2, wewe sio namba 3. Bwana alikuumba namba 1. Wewe ni special
maisha duniani. Lazima maisha yako yabadilike endapo kama utakubali kusemezana na Mungu wako, kuketi kumuuliza Bwana, umeniumba duniani kwa sababu gani? Kuna kusudi gani la kunifanya niwe duniani? Yohana ambaye alikuwa anapaza sauti kule nyikani, aliletwa duniani. Nimekwambia, tumesoma katika Yohana 1 ya kwamba aliletwa duniani ili atangulize habari ya njia za Yesu kuzaliwa duniani, aje kukomboa ulimwengu. Na ndio maana alipomaliza kazi yake ya kuiandaa njia ya Bwana, aliuawa kwa kukatwa kichwa katika gereza. Ni kwa sababu alimaliza kazi yake. Sikiliza, na ndio maana nataka nikutangazie, lazima kabla hujafa, kusudi la maisha yako lazima likuletee matokeo. Ukikaa kwenye nafasi yako, wewe sio namba 2, wewe sio namba 3, wewe sio namba 4, wewe sio namba 5. No, haijalishi mazingira yako, haijalishi elimu yako, haijalishi familia uliyotoka. Bwana hakumuumba mtu awe namba 2. Wewe ukumbwa namba 2. Kila mtu duniani ameumbwa kuwa special duniani kwa sehemu yake. Wewe ni namba 1. Anza kujitamkia leo, wewe ni namba 1, na hakuna mwanadamu chini ya jua ameumbwa namba 2. Wewe sio msindikizaji. Nataka nikwambie, hata kama hujasoma, wewe sio namba 2. Wewe ni special namba 1 katika jina la Yesu. Anasema katika Isaya, njooni tusemezane, njooni tuseme yote, njooni tuzungumze, leteni hoja nzito nzito. Anaposema leta mizigo ya dhambi, leta. Kama unalemewa na mizigo ya dhambi ndio inazuia kwenye maisha yako, inawezekana uko kwenye section fulani, uko kwenye nafasi ya Mungu aliyokuumbia, lakini kuna dhambi mahala fulani. Manake dhambi ndicho ukuta unaozuia mwanadamu asifanikiwe. Dhambi peke yake. Inawezekana naongea na mtu ambaye yeye yuko kwenye nafasi yake, lakini mafanikio hayaoni. Sasa anasema peleka mizigo hiyo. Ana uwezo wa kubadilisha mambo, anaweza kurekebisha mambo, atakuweka sawa sawa kwenye nafasi yako, atakuweka sawa sawa. Inawezekana kabisa naongea na mtu ambaye hayupo kwenye nafasi yake, hayupo kwenye nafasi yake. Sikiliza, kama uko kwenye nafasi yako, na ndio maana unahangaika. Biashara kesho unafanya hii, kesho ni mwimbaji, kesho ni mhubiri, kesho ni mwinjilisti, kesho uko mashimboni, kesho ni mfanya biashara, kesho unauza nyanya, kesho unauza mandazi, kesho unauza mitumba, kesho unafanya hivi. Hueleweki. Ukiulizwa mahala fulani, jitambulishe. Kazi yake unaanza kusema, mimi nauza mitumba, mimi ni mchimba dhahabu, mimi ni jasiriamali, mimi ni mtu. Wewe haueleweki. Yani specialist yako huelewi iko wapi. Nataka nikwambie, walioumba duniani wote wana specialist zao. Maana yake wana nafasi zao, wana kitu ambacho kinachoonekana chenye umoja kwamba ni wakina nani. Hata wanapojitambulisha na wanapoondoka duniani, wana lazima waache historia ya kwamba yule alikuwa ni mtu fulani, yule alikuwa ni mfanyabiashara, yule alikuwa ni mhubiri, yule alikuwa ni mwinjilisti, yule alikuwa ni nabii, yule alikuwa ni mwombaji, yule alikuwa ni mwanasiasa, yule alikuwa ni mtu fulani. Lazima uwe na nafasi inayokuintroduce ambayo Mungu ameiachilia ndani yako, na lazima uijue. Usikae kwenye nafasi zisizo za kwako, usikae kwenye sekta zisizo za kwako. Ukikaa kwenye nafasi zisizo za kwako, lazima isikuletee matokeo. Na kutangazia neno la Mungu linazungumza, geuka leo, matokeo kayaone. Ni katika jina la Yesu Kristo. Machozi yako hutolia tena, kilio chako hakitatokea tena. Nenda sasa ukakubali kuusogelea msalaba. Yeye ni mfinyanzi, yeye ni chombo ambacho kinafinyanga. Yeye ni Kristo mwenye nguvu na mamlaka. Ana uwezo wa kukufinyanga, ana uwezo wa kukufanya upya, ana uwezo wa kukubadilisha, ana uwezo wa kukuchukua na kukuweka kwenye nafasi yako, ana uwezo wa kukuhamisha, kukupeleka kwenye mazingira ambayo yanakuhusu wewe. Ana uwezo wa kukuletea mume wako hata kama yuko mbali, ana uwezo wa kukuletea mke wako hata kama yuko mbali. Nataka nikwambie, ni kwa kumwamini sasa huyu mfinyanzi. Yesu Kristo ni mfinyanzi, yeye ni mfinyanzi. Ana uwezo wa kukufinyanga leo, ana uwezo wa kukufinyanga tena upya. Inawezekana umechoka, maisha yamekupiga, maisha yamekuharibikia, maisha yamekuwa wewe ni mtu wa mwisho tu. Nataka nikwambie, imani hiyo iondoe. Wewe sio msindikizaji. Ukiliamini jina la Yesu leo, nataka nikwambie kwamba maisha yako lazima yakae sawa sawa. Maana yeye ni mfinyanzi, ndiye aliyekuumba. Sasa kwa kumwamini Kristo, utakapompokea Yesu,
Mwambie nimekubali kuja kwako. Nipeleke kwenye nafasi yako. Nipeleke kwenye nafasi yangu. Nipeleke kwenye nafasi yangu. Nipeleke Yesu kwenye nafasi yangu. Yesu ni mwaminifu. Atakufinyanga upya. Atakurejeshea nguvu mpya. Hata kama zilikuwa zimetoweka, atakupeleka kwenye kusudi lako. Nikutakie neema, nikutakie baraka unapoamua kumpokea Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mahala ambapo ulipo sasa, uwe kwenye chumba chako, uwe nyumbani, iwe mahala popote, ofisini mwako, unaponitazama, fuatisha maneno haya ambayo nataka niombe pamoja nawe. Sema, Bwana Yesu, asante kwa siku ya leo. Asante kwa majira haya. Nimesikia neno lako. Mimi nilikuwa nimetanga mbali. Inawezekana mimi sijui nafasi nilionayo. Inawezekana hii nafasi ambayo ninaona kwamba ndio nimefanikiwa, kumbe nilipaswa kufanikiwa zaidi ya hapa. Hii nimefanikiwa tu kwa sababu ya neema yako, kwa sababu siko kwenye nafasi yako ambayo ulikusudia niwe. Utajiri nilionao sio utajiri ambao ulikusudia. Maisha ambayo naishi sio yale uliyokusudia. Baba, nimekuja kwako. Naomba sasa ingia ndani yangu tena. Unifinyange, unipeleke kwenye nafasi yangu. Unirudishe kwenye nafasi yangu. Nipeleke kwenye kiti changu ili nikae. Nitakapokaa, Bwana, nipate kuangaza. Niangaze mwilini, niangaze kwenye familia, niangaze kwenye maisha yangu, niangaze kwa nuru yako, kuanzia rohoni na mwilini. Nikutumikie kwa kukutukuza wewe, katika jina la Yesu Kristo. Nimechoka kulia, nimechoka kuomboleza, nimechoka kusindikiza wenzako, katika jina la Yesu Kristo. Maana ulisema fedha, mali, dhahabu, vyote viko kwako, kwenye viganja vyako. Baba, ninakuja kwako. Unisogeze, unifinyange, uniweke kwenye nafasi yangu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Asante kwa sababu umempokea Yesu tayari ndani yako, yuko ndani yako. Muamini sasa, anza kuishi maisha ya kumtafuta yeye, ili ukomae kutembea katika ile neema aliyoiachilia ndani yako. Kama ni mgonjwa, nataka nikwambie sasa, unaenda kupata uponyaji hapo hapo ulipo. Funika macho yako, twende tukapata kuomba. Kama ni mgonjwa ambaye unaomba, unaumwa mahala ulipo, uponyaji upo duniani kabisa. Mungu alishaufanya tayari, upo, unasubiri tu mtu mwenye imani apokee. Sasa tunaenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, ninaiachilia nguvu yako, kila nguvu ya giza, mamlaka ya kichawi, kishirikina, mahala popote alipo yule mama. Inawezekana anaumwa kansa, anaumwa magonjwa ambayo yasiyotambulika, mwili wake unaharibika, katika jina la Yesu Kristo. Hayo magonjwa hawezi hata kuelezea majirani zake. Hayo magonjwa hawezi hata kwenda kumwelezea ndugu yake. Ni magonjwa yaliyo private, katika jina la Yesu Kristo. Wewe uonaye silini, ujuae kuchunguza mioyo ya wanadamu, mama huyu anaumwa magonjwa mengine hawezi kusimulia, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya vifungo vya magonjwa, ugonjwa ambao ameweza kusimulia na sio uweza kusimulia, katika jina la Yesu. Ugonjwa aina yoyote, yule mama anayeumwa kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo, ninafunga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Toweka ndani ya maisha yake, ewe bakteria ya yuka, magonjwa ya kufisha, laana za magonjwa ya kishetani, magonjwa ya mababu, magonjwa ya mizimu, katika jina la Yesu Kristo. Kuna ushirikina umemfunga yule baba, hasifanikiwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Neema yako yenye nguvu, damu yako na upanga ukatao kweli, ukashuke sasa juu ya maisha yake, ukakatekate kamba za mwovu shetani zikaharibike. Yule baba akainuke tena, akaangaze katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uzima, kansa kauka kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, maana neno lako lina nguvu. Hata sasa hivi anapokea uponyaji. Tumbo ambalo lisiloweza kubeba mimba, ninaamuru nguvu yako iende ndani yake, ikageuze na kubadilisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila aina ya uvimbe, kila aina ya magonjwa yaliyo ndani yake inamtesa, na yaamuru sasa yaharibike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu ni mwaminifu. Baba, asante kwa sababu ataangaza. Baba, asante kwa sababu atainuka, ataona furaha sasa, katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini, Yesu umesikia. Amen. Amini umepona. Yule mama aliamini amepona. Batimayo alipona na watu wengine walipona. Yamini jina la Yesu sasa ya kwamba nguvu ya Mungu imeingia ndani ya maisha yako. Sasa basi, ninapomalizia, tambua hapo kuna namba za simu ambazo zimeendelea kupita katika hili changizo la ujenzi wa madhabahu. Mwisho wa changizo hili nimetangaza sana ya kwamba mwisho wa uchangizo hili ni tarehe 15. Tunaelekea sasa, bado siku kama 10
Lakini kwa watu wengi katika mataifa tofauti tofauti ulimwenguni ambao wamepiga simu, walalamika, wanasema mtumishi, usiweke kikomo, maana kuna wengine tumeweka target ya kusukuma hiyo huduma kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo usiweke kikomo. Sasa na mimi nimerudi kutokana na ushauri wao wapendwa, ni jambo zuri la kimungu ya kwamba sitaweka kikomo. Kwa hiyo wewe ambaye unahitaji tu kuendelea kuchangia hii huduma kwa ajili ya kuendelea na ujenzi, na ujenzi huu hautakoma, kwa sababu nyumba ya Mungu, tunapoijenga nyumba ya Mungu, maana yake ni kwamba inakuwa na vitu mbalimbali ndani yake, ili kusudi iweze kumhakikisha Yesu inamtangaza katika ubora zaidi na utukufu zaidi. Sulemani alimjengea nyumba Mungu, na ile nyumba ilikuwa na utukufu na maelekezo ya Mungu. Na wewe usiache kuchangia. Sasa mahala ulipo, weka nia ya kuchangia huduma hii. Endelea kuchangia, endelea kuchangia. Namba zangu ziko pale. Simama pamoja na huduma hii ili tumtukuze Bwana na tumuinue Bwana. Kumbuka masaa tuliyobakiza ni machache sana. Parapanda tutaisikia ikilia. Tumekaribia nyumbani sana kuliko tunavyofikiria. Tumika kungali nafasi ipo. Chukua namba hizo, changia huduma hii kwa ajili Mungu ainuliwe kupitia baraka ambazo watu wengi wameendelea kuzipokea katika mabara ya Afrika, mabara ya Amerika, popote pale mlipo. Mungu abariki sana. Ninawabariki wakina mama mlioko mabara ya Ulaya, Mungu abariki. Kina baba mlioko mabara ya Ulaya, Mungu abariki. Kina baba mlioko mabara ya Afrika, Mungu abariki. Kina mama mlioko mabara ya Afrika, Mungu awabariki. Ninakutakia neema na kutakia baraka katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Ondoka uangaze.